Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu nisikie mara, jaza Roho na sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Februari 3. Somo lisemalo, Biblia huzalisha maisha mapya. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema uliotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba utufundishe sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Waraka wa kwanza wa Petro 1:23. Mapenzi ya Mungu yamefunuliwa katika Biblia. Kweli za neno la Mungu ni matamko ya Mungu. Yeye ayafanyaye maneno haya ya ukweli kuwa sehemu ya maisha yake, anakuwa kiumbe kipya kikamilifu. Maneno, nami nitawapa ninyi moyo mpya, yanamaanisha nitawapa akili mpya. Badiliko la moyo daima linafuatiwa na uelewa wazi wa wajibu wa Mkristo. Uelewa ukweli. Yeye ambaye anayapatia maandiko umakini wa karibu kwa maombi mengi, atapata ufahamu wazi na kuwa na maamuzi mazuri. Kana kwamba katika kumgeukia Mungu alikuwa amefikia kiwango cha juu sana cha akili. Biblia ina kanuni ambazo ziko kwenye msingi wa ukuu wote wa kweli, ustawi wote wa kweli, iwe kwa mtu binafsi au kwa taifa. Taifa ambalo linatoa nafasi wazi kwa ajili ya kuenezwa kwa maandiko hufungua njia kwa akili za watu wake kukua na kupanuka. Usomaji wa maandiko husababisha nuru kung'aa gizani. Uchunguzi wa neno la Mungu hutoa ukweli zitiazo uzima. Katika maisha ya wale wanaotii mafundisho yake, kutakuwa na mkondo wa furaha ambao utawabariki wote wanaokutana nao. Maelfu wameteka maji kutoka kwenye kisima hiki cha uzima na bado hakuna kupungua kwake. Maelfu wamemtanguliza Bwana mbele yao, na kwa kumtazama wamebadilishwa na kufanana naye. Mioyo yao huamshwa ndani yao wanapozungumzia juu ya tabia yake, wakisema kile Yesu alicho kwao na vile walivyo kwa Kristo. Maelfu zaidi wanaweza kujihusisha katika kazi ya uchunguzi na siri za wokovu. Ila uchunguzi mpya utafunua kitu fulani kinachovutia zaidi kuliko ambavyo kimewahi kufunuliwa. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo,
Biblia huzalisha maisha mapya. Hebu na tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa somo zuri ulotupatia na zawadi ya Biblia. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi